وجهته ولا سائلا إلا أعطيته ولا كربا إلا نفسته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مظلوما. Mungu anakuambia ili maneno yangu mimi na yako wewe yawe na maana, lazima tuwe na nini? Tuwe na dini. Tuwe na dini. Ndio maana mimi najivunia kama Muislamu, dini yangu ni Uislamu kwa sababu Mungu ameichagua. 3:5 Qur'anul Karim anasemaje? 3:5 au 3:5 ama 5:3? 5:3 mwalimu. 3:5 ama 5:3? 5:3. Soma. Inasema mwalimu fi suratul Maida. Inasema kama ilivyoandikwa mwalimu. Ndio. Nikapa kwa ajili yako. Soma. Inasema hivi, ngoja kidogo. Nakusalimia mzee wangu, habari yako? Au siwe mbali basi. Salimiane karibu. Mimi kijana wako nimesonga mpaka hapa. Na wewe naomba usonge kidogo. Tafadhali. Basi nazidi kusonga. Songa na wewe. Wewe ni mwanaume bwana, pita hapa. Mwanaume hawezi kupita hivi. Najua uko na haraka unasikiza neno. Pita hivi. Tusalimiana, angalia mkono wangu. Tuncho hivi tusalimiane. Kuja tu babaki. Huyo unaninyima furaha mzee. Kwa nini? Soma haya mwalimu. Inasema mwalimu, ndio leo waliokufuru wamekata tamaa katika dini yenu sana. Basi msiogope. Endelea. Hadi niogopeni dini Mwenyezi Mungu. Ndio. Leo ndio nimekamilisheni dini yenu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Endelea. Leo nimekamilisheni dini yenu. Uluya utakuua. Mwalimu lugha. Na kukutimizieni neema yangu. Ndio. Na kupendeleeni. Ndio. Uislamu uwe dini yenu. Kwa hiyo al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Kwa hiyo mimi kuwa Muislamu najivunia ni chaguo amelichagua Allah. Muislamu ukitembea, tembea kifua mbele popote. Dini yako ulio nayo ni chaguo lake muumba wa mbingu na nchi. Kuna yeyote anapinga? Akae pale kwenye meza. Kuna juu. Hebu nione mikono ya Waislamu uwanjani. Waislamu wherever you are, raise up your hand my brother. Inua mkono. Haya, mkono chini. Haya, Mkristo popote ulipo, brada yangu, unaamini uzima wa milele naye Bwana aliyenipeleka. Mkristo yetu inua mkono. Ama kwa sababu ukiwa wewe ni Mkristo usione haya, tukuze Bwana, maana kila goti litapigwa na kila ulimi utafanyaje? Utakiri mbele yake. Salimiane bwana. Huyo brother, habari yako? Wale pale wamekaa wawili tu, huyu na yule. Kijana mwenzangu, huyu hapo nyuma yako. Wewe kijana, tusalimiane. Anasema huyu kijana huyu. Njoo tusalimiane. Ajo ni salamu tu. Aya, kaa pale. Angalia mwenzako amekuja na wewe. Hebu nyanyuka hapo. Islam kursi. Viti. Sio hapo ukae bwana. Kijana unaogopa nini? Islam viti zidi hapa. Sasa kwenye jambazi akiingia kwa nyumba, kijana unaona aibu. Mimi naitwa Juma, na wewe? Prince. Mfalme. Naomba viti vije pale Waislamu. Tuko na Prince hapa. Weka upande huu. Kaka, weka upande huu. Upande ule. Kabisa tuko na Prince hapa, si Prince of where? Prince from America, United States. United States of America. 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 Unasikia America? Na Jack Chirac. Na Jack Chirac. Wewe chukulie na hii bwana. Nimeanza kurekodi na mimi nipate video moja mbili. Mwalimu, naomba nimsalimie Prince. Prince. Tuanze na yule ameanza mwanzo. Tumpe haki. Kijana, habari yako? Nzuri. Habari ya nyumbani? Kwa salama. Mimi naitwa Juma, na wewe? Naitwa Alex. Alex. Mimi ni Muislamu. Je, wewe? Mimi ni Mkristo. Wa kanisa gani? Catholic. Catholic. Uchukulie.
Asante. Kwa hiyo wewe Alex ni mshiriki wa kanisa Roman Catholic, sawa? Sawa. Una swali lolote ungependa kutuuliza? Swali gani? Yesu ni mtume na Muhammad ni mtume. Yesu alitumwa kwa watu wake. Lakini Muhammad alitumwa kwa watu wote. Lakini Muhammad sasa yeye ni Mwarabu. Ndiyo. Alifikia hata watu wengine wote. Asante sana kijana, swali zuri. Kwanza nikupongeze kwa kutangazia kwamba Yesu ni nani? Mtume wa Mungu. Wale mapasta wangekuweko leo hapo. Kwa hiyo kijana Alex, mtume ama mfuasi wa kanisa Roman Catholic, leo anakiri Yesu ni mtume. Sawa kabisa. Muhammad pia unaamini yeye ni nani? Mtume wa Mwenyezi Mungu. Yesu katumwa kwa watu wake. Muhammad katumwa kwa dunia nzima wakati wote. Kwa hiyo mimi na wewe mtume wetu Muhammad. Na yeyote ambaye mtume wake ni Muhammad, dini yake dini gani? Islam. Kama mimi, sawa? Sawa. Wewe ni Muislamu? Hapana, mimi ni Mkristo. Ili uwe mtume wako awe ni Muhammad, unatakiwa ukuwe nani? Lakini bado 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 nafikiria. Huyo Muhammad alifikiaje kila mtu duniani? Ndio nauliza. Ndio swali lako hilo. Swali lako zuri. Kwani nikuulize? Ulizitoa wapi habari za Yesu wewe? Mimi. Si nilifunzwa. Yesu si alikuwa Yerusalemu? Alifika hapa Isili? Hapana, hakufika. Habari za Yesu ulizipataje mpaka leo wewe ni Mkristo? Nafunzwa. Unafunzwa na nani? Na walimu kanisani. Vitabu au walimu? Walimu. Aha. Sisi Mtume Muhammad ametumwa kwa dunia nzima. Kwa hiyo watu wote wanafaa wamfuate nani? Kwa hiyo sisi kitabu cha Qur'ani kimetufundisha na walimu pia vile vile wakaja wakatufundisha kwamba mtume wa dunia nzima ni nani? Muhammad. Sitaki nikupe aya wala andiko, lakini tuingie kidogo kwenye vitabu, sawa? Sawa. Lakini kwanza wewe ulijua hilo? Wewe unamfuata nani? Mimi. Mimi mtume wako. Mtume wako ni nani? Yesu. Ulimuona? Hapana. Alitumwa kwa watu wake. Watu wake kabila gani? Wayahudi. Kwa hiyo Yesu ni mtume kwa Wayahudi? Wewe ni Myahudi? Mbona unajiunga na Wayahudi? Kwa hiyo unafuata mafundisho ya wazazi. Sawa Yesu na Muhammad wote walihubiri habari ngapi? Moja. Wakihubiri Mungu ni wangapi? Moja. Kwa hiyo habari aliyotuma Yesu ama aliyotumiwa nayo Yesu kwa Waisraeli ndio habari ile ile kapewa bwana mtume Muhammad kwa watu wote. Umenifahamu Sasa tatizo linakuja hapa. Wewe unaingia kanisa kuabudu, ndivyo sivyo? Ndivyo. Je, Yesu na yeye aliingia sinagogi? Una hakika? Ndio, imeandikwa. Aliingia kanisa ama aliingia sinagogi? Aliingia sinagogi. Kwa mujibu wa Biblia. Ndio. Na wewe kanisani unafuata nani wakati ameingia sinagogi? Mimi nilipeleka. Na nani? Na sasa nikiwa mdogo. Mzazi na Bwana Yesu. Nani ana uzima wa milele? Bwana Yesu. Bwana Yesu ndiye ana nini? Ambayo umemuona ndani ya nyumba gani? Sinagogi. Ambalo sinagogi ni msikiti ya Wayahudi. Kwa hiyo Wayahudi walijenga nini? Yesu akafanyeje? Akaingia ndani. Wanaoingia msikitini watu wa dini gani? Waislamu. Kwa maana hiyo Yesu naye alikuwa ni Muislamu. Ni kama ama ni Muislamu. Wewe Ukristo umetoa wapi? Kama Yesu umemuona msikitini na alikuwa ni Muislamu, wewe Ukristo umeutoa wapi? Kanisani.
ambalo kanisa Yesu hajawahi fanyaje? Hajawahi kanyaga. Sawa? Kwa hiyo unatakiwa umfuate baba kanisani au unatakiwa umfuate Yesu msikitini. Wewe unaamua hii. Kwa hiyo uko tayari, uzima wa milele umeuona, lakini hauko tayari kuufuata. Labda siku zingine zinakuja. Uko na promise na Mungu kwamba jioni itafika ukiwa hai? Hapana. Unaweza kuondoka wakati huo ili upate uzima wa milele. Unapouona lazima ufanyeje? Umeuona ama bado? Nimeuona. Uko tayari kuuchukua? Bado siko tayari. Na kupatia dakika 2 alafu unijibu nini kinakuacha unabakia nje. Mpe huyu kaka hapa, princess. Princess. Prince, pole pole bwana. Prince. Habari yako? Habari ya nyumbani? Umetumia mic. Umeniambia unaitwa nani vile? Mwalimu unanisiba kidogo. Naitwa Prince. Prince. Mimi ni Muislamu na wewe? Shika mic. Mwalimu usimshikie, huyo ni kijana bwana. Wewe ni Mkristo? Wa kanisa gani? PAG. Presbyterian. Sindio? Unaonaje mkutano wetu? Kupoa. Pengine una swali ungependa kutuuliza? Tumia mic. Sina swali. Hauna swali? Utaniruhusu nikuulize? Niulize. Utanijibu? Naweza kujibu. Yesu alikuwa mfuasi wa kanisa gani? Kaka, huyu mwenzako anasema Yesu alikuwa Muislamu. Wewe unamkubali? Hapana. Unamkatalia eh? Wewe unaamini Yesu alikuwa Mkristo? Hakuwa Mkristo lakini hakuwa Muislamu. Rudia tena. Hakuwa Muislamu pia. Na wala hakuwa Mkristo. Kwa hiyo Yesu hakuwa Mkristo wala hakuwa Muislamu. Alikuwa Myahudi. Uyahudi ni kabila na kuna kanisa zao huko hivyo. Kuna dini yao tofauti huko. Inaitwaje? Yesu. Kwa hiyo Yesu alikuwa hana dini? Hakuwa na dini. Wewe unayo? Niko nayo. Umeitoa wapi na mwalimu wako hana? Prince. Wewe dini unayo? Nayo. Dini gani? Kristo. Umeutoa wapi Ukristo? Kwa Bwana Yesu. Kunalo andiko limesema Yesu ameamrisha mkwe wa Kristo? Sijui andiko lakini iko. Inasemaje? Sema nitakusaidia. Mimi ndiye njia ya uzima na milele. 14:6 Yohana, mpe asome. Yesu akajibu akasema, ndio. Msomee mwalimu akiangalia. Sasa mwalimu, wacha nifungue, nilikuwa namtafutia pale. Sasa mara nyingi Waislamu watoto wanapotezwa namna ile. Huyu mmoja anasema wazazi ndio walimpeleka huko. Anajua kweli Yesu alikuwa Muislamu, mshiriki wa msikiti, lakini baba na mama wamenipeleka huku mimi. Ufalme wa mbinguni na uona kabisa nimfuate Yesu msikitini, lakini sio sasa kwa sababu baba na mama ni washiriki wa Roman Catholic. Huyu naye anasema hivi ndivyo mafundisho nilifundishwa. Haya, soma hilo andiko mwalimu. Inasema mwalimu nini? Inasema brother, hii ndio Biblia. Nakusalimia. 14 ndio hii 6. Inasemaje? Inasema hivi. Inasema kama ilivyoandikwa. Inasema Yesu akawaambia. Yesu anawaambia nini? Mimi ndimi njia sana, kweli, ndio na uzima. Endelea. Haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Hebu mpe. Anayo. Ni hiyo. Ni hiyo.
Yesu ndio nini? Ndio njia ya kwenda kwa nani? kwa Mungu. Aliposema mimi ndimi njia alimaanisha nini? Haifuate mafundisho yake. Very good. Kwa hiyo mimi na wewe tufuate mafundisho ya nani? Ya Yesu. Wewe unayafuata? Kabisa. Ni fundisho lipi la Bwana Yesu alilokufundisha wewe na wazazi wako kwamba muingie kanisani? Liko? Kuna yeye anasema tuingie msikitini. Mpe 11:29 kitabu cha Mathayo anasemaje? Yesu, jitieni nira yangu. Sikiliza, Mujifunze kwangu. Prince, tujitie, hebu mpe kidogo. Tujitie nira za nani? Na Yesu. Tujifundishe kwa nani? Kwa Yesu. Yesu umetuambia alikuwa ni mshiriki wa Hapo hakuwa Mkristo. Kwa hiyo sisi pia tukijifunza kwake ina maana tusiwe kina nani? Baba, ina yetu kutoka yani Ngoja kwanza. Yesu ndiyo mwalimu. Tunajifundisha kwake. Sawa? Kama alivyoenenda na sisi tufanyeje? Twende hivyo hivyo. Kwa hivyo Yesu hakuwa Mkristo. Sawa? Fundisho la ngapi? La kwanza. Kwa hiyo ina maana mimi na wewe tukijifunza kwa Yesu lazima tusiwe kina nani? Wakristo. Kama vile mimi. Sawa? Na wewe? Sawa. Na tena kusema tuko Waislamu. Bado sijamaliza andiko. Sawa. Hebu mpe mwalimu aendelee. Jitieni nira yangu. Jitieni nira yangu. Ujifunze kwangu. Kwa hiyo mimi na wewe mwalimu wetu Bwana Yesu twende. Kwa maana mimi Yesu. Ni nani? Mimi Yesu. Ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Na nani? Na mnyenyekevu wa moyo. Mpe Anaye. ndugu yangu. Neno unyenyekevu in Kiswahili, in Arabic Uislamu. Kwa hiyo Yesu anasema mimi ni mpole na Muislamu wa moyo. Sawa? Hapana. Hapana 4:16 Luka muongeze 4:16. Akaenda Nazareti, hapa alipolelewa. Ndio. Na siku ya Sabato Kafanyeje? akaingia katika masinagogi kama ndio ilivyokuwa desturi yake. mpe. Anaye. Niko na wewe kijana. Unajua maana ya desturi ni nini? Kawaida yake. Tabia, kawaida. Yesu alikuwa kawaida yake anaingia kwenye nyumba gani? Kwa hiyo mimi na wewe fundisho la pili lazima tuingie ndani ya nini? Kama alivyoingia Bwana nani? Sinagogi unalijua? Una hakika? Yesu alikuwa anatumia kitabu gani kanisani? Kama unavyoamini wewe. Hapana. Nasema hivi. Subiri kwanza. Kanisani mtumia kitabu gani? Biblia. Wewe ni kuhubiria na Qur'ani ama na Biblia? Nitaona. Sasa mwalimu, vitabu vyote viwili tumtolee. Sinagogi ni nini? Anza kwenye Biblia kwanza. Biblia inasema, Mpe asome. Inasema, Mwalimu mpe asome mwenyewe. kijana mzuri kamaliza university. Msomee mwalimu. Inasema mwalimu, Ni nini? sinagogi Ni nini? msikiti wa Wayahudi. Hebu mpe. Anaye. Imeandikwa hivyo. Maandiko hivyo. Maandiko hivyo. Walidanganya. Hawakudanganya. Sasa tuangalie. Asubiri kwa twenda pole pole. Walisema ukweli Kweli. kwamba sinagogi ni Wewe tu umesema. sio mimi. Biblia yako ilivyosema imesemaje? Msikiti. Unaamini hivyo wewe? Naamini. Kwa hivyo Yesu alikuwa anaingia msikitini, ni hivyo? Wanaoingia msikitini wana dini?
pia sio kana dini ndio anaingia kwa kura. Dini gani? Wanaoingia msikitini kama Bwana Yesu ni watu wa dini gani? Sawa, ni Waislamu. Sio sawa, jibu ule ukweli ambao unaukubali na nafsi yako. Na mimi nauliza. Maliza na mimi kwanza. Ama uliza nikusikize. Hiyo jina hiyo sinagogi kwa Kizungu inaitwaje? Synagogue. Alafu kwa Kiswahili inaitwaje? Mimi niuliza nimejibu direct. Mbona huwezi kujibu wewe? Synagogi. Ambayo tafsiri yake ni nini? Ambao Wayahudi walijenga mahali pa kuabudia Mungu ambapo Wayahudi walikuwa wanaingia. Kwa hiyo Myahudi anapoingia msikitini dini yake inakuwa gani? Uislamu. Sasa tuseme Yesu aliingia msikitini, sawa? Wayahudi wote ni Waislamu? Si Waislamu wote. Wenye kitambo walikuwa Waislamu basi? Kwa sababu wanaoamini. Kwani nikuulize, hivi sasa Kenya watu wote ni Waislamu? Sio Waislamu wote. Na wote ni Wakristo? Sio wote, lakini wengi ni Wakristo. Sijakataa. Kwa hiyo wakati wa Yesu alipotumwa, wako waliomwamini na wako waliofanyeje? Waliomkataa. Waliomwamini Yesu wakawa dini yao dini gani? Kristo. Wakaingia ndani ya nyumba gani kuabudu? Kanisani. Nipe aya gani imeandika hivi? Haya. Patie mwalimu. Mwalimu, naomba viti. Viti viongezeke Waislamu. Karibu viti 6 wenye kanisa wamefika. Mwalimu naam, hebu mpe bwana huko rasta ndugu yangu ambaye hajachanua nimsalimie. Jack Chirac. Amani ya Mungu iwe pamoja nawe. Ewe nawe pia. Naitwa Juma, na wewe? Jack Chirac. Jana nilikuona kama mbaya. Shukrani kwa hiyo. Lakini mimi nina tabia moja. Ndio. Kwanza mimi naenda polepole. Mimi pia. Alafu pili, sipendi kuingia nyumba yako kabla sijakuelezea nyumba yangu. Sawa. Kwa hiyo mimi nikijieleza nyumba yangu, na wewe kabla hujaingia nyumbani mwangu unieleze nyumba yangu. Asante sana. Mimi ni Muislamu, na wewe? Mimi ni mfuasi wa Yesu ambaye anampenda Yesu. Mimi ni Muislamu, nampenda Muhammad. Dini yangu ni ya Uislamu. Je, wewe? Nimesema mimi si mwenye dini na sifuati maneno ya dini, lakini mimi ni mfuasi wa Yesu. Yesu hakufundisha dini. Kwani wafuasi wa Yesu hawana dini? Ndio, labda uniambie wewe mfuasi wa Yesu mmoja mwenye yako na dini. Ana shekana aliyeingia. Sheikh Ali Gitonga upande upya. Hebu pe mic. Naenda kujadili na mimi, play mic. Waache kuongelea hapa nyuma. Hapa kuna mzee pia amefika, mashallah. Sichukue tu mic. Nipatiwe mic nipambane na wewe. Haya, Jack Chirac. Kuna kitu kimoja ambacho umenitatiza nacho kabla kumkaribisha mwalimu ameingia. Ndio. 6:20 Timotheo wa kwanza. 6:20 Timotheo. Inasema mwalimu. Timotheo wa kwanza, harakisha baba. 6 mstari wa 20 inasema hivi mwalimu. Ndio. Inasema Timotheo, ndio, ilinde hii amana, ujiepushe na maneno yasiyo ya dini, yasiyo amana. Tulia. Rudia tena. Inarudia na mwalimu. Ndio. Timotheo, ilinde hii amana. Ewe, nachukua mfano. Ewe Jack Chirac, ilinde hiyo amana, Biblia, neno la Mungu. Twende. Ujiepushe na maneno yasiyo ya dini. Jack Chirac, kaa mbali, jiepushe na maneno yoyote yasiyo ya dini. Maliza.
maana na mashindano yasiyo msomaji. Mwalimu, yasiyo na maana. Mpe maiki. Msomaji wewe nitakupa penalty kubwa. Chakshira. Ndio. Biblia ama andiko linasema, ewe Timotheo, ilinde hiyo amana. Ujiepushe na maneno yasiyo ya dini, yasiyo ya maana. Sawa? Ndio. Kwa hiyo maneno yasiyo ya dini kwa Mungu hayana nini? Hayana maana. Inamaanisha mtu yeyote ambaye hana dini, maneno yake kwa Mungu hayana nini? Okay, hayana maana. Ili maneno yangu na yako yawe na maana kwa Mungu, lazima tuwe na nini? Naomba nijibu. Ajibu. Acha nifungulie James 1. Hapo iko wazi, subiri. Hapo iko wazi. Tumalize andiko hilo tuende lingine. Mimi sipeleke hivyo. Okay, sawa. Na wewe ukiniuliza, kubali ni stick pale kwenye andiko lako. Okay, sawa. Ili maneno yangu mimi na wewe yawe na maana mbele za Mungu, lazima tuwe na nini? Lazima tuwe na dini. Unaamini hivyo? Sawa, naamini hivyo. Mimi dini ninayo, yangu ni ya Uislamu. Na wewe? Mimi niko na dini ambayo ndio hii. Ndio naomba nifungue. Kwa hiyo dini niko nayo. Sasa mbona umeingia ukasema huna dini? Sina hiyo dini yenye wewe unataka. La, sijakuchagulia dini mimi. Okay, sawa. Ama nimekuchagulia? Okay, sawa. Dini yangu ni hii. Ngoja. Dini yangu ina jina. Na yako? Yangu haina jina. Ni ipi? Yangu ni hii. Mpe asome James 1:27. Soma mwalimu. James ndio nini? Sasa ndio Yakobo. Yaani James anaweza kuwa anapita hapo. Twende baba. Dini iliyo safi mbele za Mungu. Yakobo. Harakisha atakanipeane maiki hapa. Dini iliyo safi isiyo na mawaa mbele za Mungu ni kutembelea mayatima. Anza vizuri. Kurasa 2000. Nasema msomaji na mwalimu. Time imefika. Yakobo ngapi mwalimu unasema? 1:27 Yakobo. Inasemaje? 1:27 inasema hivi mwalimu, kama ilivyoandikwa. Inasema hivi mwalimu, dini iliyo safi isiyo na taka mbele za Mungu, mbele za Mungu Baba ni hii ipi? Kwenda kutazama yatima na wajane katika dhiki yao. Mwalimu, na mwalimu mpe maiki. Anayo. Hiyo ndio dini yako. Sasa unajua wewe ni msomi. Na mimi napendekeza ama napendelea ama nafurahika sana kujadiliana na msomi. Ndio. Sawa Hiyo basi unaiona hapo nyuma yako. Hii basi. Mbona basi hapo. Sasa nikikwambia gari iliyo safi mbele za Mungu ama gari iliyo safi kwa abiria ni ile ambayo iko na sleeping seats, iko na wifi, iko na feni ndani, iko na, si ndio? Hiyo gari si lazima iwe na jina, ni basi ama ni Land Cruiser ama ni lori ama ni nini, ama sivyo? Sasa wewe umesema matendo ya nini? Ya dini. Dini yenyewe ipi? Imesema hapo matendo. Kwani kuwatembelea wagonjwa ni tendo sio tendo? Hajasema. Subiri. Dini iliyo safi mbele za Mungu ni kuenda wapi? Kutembelea wajane. Kutembelea ni kitendo sio kitendo? Ni sawa, ni kitendo. Na kufanyaje? Hiyo ndio dini. Sawa, na kufanyaje? Twende mbele. Kuwatembelea wagonjwa, kutenda mema. Kutenda mema ni vitendo sio vitendo? Ni sawa, ni vitendo. Kwa hiyo umetaja vitendo vya nini? Okay, vya dini. Dini yenyewe. Sasa hiyo ndio dini. Nikuulize swali. Tumenioji kidogo. Mwalimu wako hapo. Sawa, ngoje. Haya. Ustadhi Anwar, karibu. Hai, Waislamu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amen. Assalamu alaikum na amin, sijaelewa. Hapo naona ni dua. Huyo akipanda ndege ya Arabuni sasa atapiga amin mpaka afike. Kile kitoleo warning, anaona ni dua.
Haya, mpatie bana. Nayo maiki. Jack, Mwalimu tunaomba viti. viti. Kuna Wakristo wamefika, wapewe viti. Wakristo wapewe viti, wamefika. Pelekeni viti 3. Hata kurasta kala skala sia. Ila ya sua anunie. Assalamu alaikum wakilodo amin bedan bariani. Weka huko viti. Haya, Wakristo wakae wenye maswali. Kama kuna Mkristo ana swali akae. Mungu amuongoze. Kama kuna Mkristo mwenye swali akae. Kama kuna Mkristo mwenye swali kaa. Sisi Waislamu wa tunasema Mungu ni mmoja na sio Yesu. Hakuzaa wala hakuzaliwa. Yesu si Mungu wala si mwana wa Mungu, ni mtume wa Mungu. Muhammad si Mungu wala si mwana wa Mungu, bali ni mtume wa Mungu. Jack, habari yako? Nzuri sana Anwar. Okay. Haya, una swali ya kuuliza? Swali yangu inatokana tu hapo kwa hii tuko tunajadiliana. Uliza swali. Ameniambia niseme dini yangu. Kabisa. Na mimi nimesema. Hauwezi sema kama huna. Dini yangu nimeambiwa hapa ni hiyo ya kutembelea wajane, nini. Sasa mimi nina swali. Kwani ni NGO siku hizi dini yenu? Hiyo ndio umesema. Nina swali. Mayatima ma NGO ndio wanatembelea mayatima. Wanatembelea wagonjwa. Na wana jina au NGO. NGO kuna jina. Sasa ukienda kutembelea yatima, unaenda kutembelea kwa sababu uko na nini? Uko na dini, sawa? Ndio maana umeenda kufanya nini? NGO ni dini. Nasema wewe ukienda kuwatembelea ni dini ndio imekuamrisha utembelee kina nani? Wagonjwa, mayatima na ufanye mema. Si ni kweli? Si ni dini ndio imekuamrisha? Mimi kwangu hiyo dini. Ni nini imekuamrisha? Wangu ni jumini mfuasi wa Kristo. Kwani mfuasi wa Kristo dini yake ni gani? Mfuasi wa Kristo? Ni mfuasi tu wa Kristo. Kwani kitu hata haina jina? Nameless ama Nasema hivi, Mbaniani akisema yeye ni mfuasi, na Mrastafari akisema ni mfuasi, na Muhindu akisema mfuasi wa Yesu, na bado anaabudu ng'ombe, na bado anaabudu jua, hiyo niko sawa? Haiko sawa. Lazima atoke katika ibada yake ya kuabudu nini? Ya sanamu na ng'ombe, si ndio? Ndio. Aingie katika dini ya nani? Ya Yesu, sawa? Ndio inaitwaje? Sasa ndio inaitwa hivi Anwar. Nipatie tutake kidogo nikuulize. Ndio wajue wewe ni Muislamu. Lazima kuna yale matendo unafanya. Naam. Si ndio? Ndio hiyo matendo itakufanya uitwe nani? Muislamu. Kama vile sasa umevaa walai, uvae kanzu na uende msikiti. Naam. Tutasema Anwar ni Muislamu. Na Anwar asipofanya hizo vitu naende kwa msikiti, tutamuita Muislamu? Okay, Anwar akienda kwa msikiti, tayari msikiti ni dalili ya mtu ambaye ni dini gani? Okay, yeye ni Muislamu Nasema hivi, Uislamu ni jina iliyobeba matendo, sawa Ndio. Na huwezi tekeleza matendo yote. Kuna baadhi ya matendo utatekeleza na kuna mengine utekeleze kwa sababu binadamu hakulazimishwa. Umenipata vizuri Ndio. Ataweza ile anaweza, si ni kweli? Lakini anatenda hayo yote akiwa katika dini inaitwa Uislamu, si ni kweli? Ni sawa. Lakini wewe unatenda hiyo matendo mazuri ukiwa katika dini inaitwaje? Mfuasi wa Yesu. Mfuasi. Sasa mfuasi wa Yesu ni moja katika matendo ya dini, kwa sababu huwezi kumfuata Yesu kama hauko katika ile group, si kweli? Ndio. Hiyo dini ya kumfuata Yesu inaitwaje? Sasa tunafai kujua dini ni nini kwanza. Nasema hivi, mfano sisi tunamfuata Muhammad, si kweli? Ndio. Na tuko na dini yenu. Inaitwaje? Dini yenu mmesema ni Muslim. Uislamu. Uislamu moja katika matendo ni kumfuata nani? Muhammad. Na kumwamini nani? Allah. Na kusali sala ngapi? 5. Kufunga mwezi gani? Wa Ramadhani. Umenipata vizuri Ndio. Na kutoa sadaka na kutoa zaka na kufanya mambo mengi. Kwa hivyo katika ile ufuasi wa Muhammad ni moja katika matendo ya dini gani? Uislamu. Na moja katika matendo ya dini yenu ni kumfuata nani? Sisi. Kumfuata nani? Yesu. Inaitwaje hiyo dini ya kumfuata Yesu? Si ndio sasa unaitwa mfuasi wa Yesu? Hata sisi ni mfuasi wa Muhammad. Sisi ni mfuasi wa nani?
Wa Muhammad. Dini yetu inaitwaje? Sawa, ni Uislamu. Inaitwaje? Uislamu. Wewe ni mfuasi wa nani? Yesu. Dini yako inaitwaje? Sasa bado sijapewa jina, nitaenda kuuliza huko. Jina inatafutwa sasa. Jina? Una Google. Jina wewe tuona kata unaona ni gani? Nasema, mimi sijui, hii ndio wewe. Hata mimi sijui. Sasa wewe unafuata kitu hujui? Mimi? Si ndio maana niko tu hapo kwa ufuasi. Unafuata tu hujui? Yesu ameniambia. Nasema hivi, wale wanaomfuata Yesu katika sisi kama imani yetu. Ndio. Nakupa jina usikilize. 352 Qur'ani wanaitwa Waislamu na dini yao inaitwa Uislamu. Wanaomfuata Yesu. Sasa geuza sasa wewe, wanaomfuata Yesu dini yao ni Ukristo, ulete. Atujibu sahihi. Mimi nitatoa wanaomfuata Yesu ni Waislamu na dini yao inaitwa Uislamu. Sasa wewe ugeuze, utoe sasa nyingine nasema wanaomfuata Yesu dini yao inaitwa Ukristo. Utoe. Soma 352. 352. Inasemaje? 352. 352 mwalimu, kifo faradhi lakini kuhepa sunna. Soma hiyo. Inasema mwalimu. 352. Naam, Isa alipohisi kuwa kati yao pana ukafiri, Yesu alipohisi kati yao pana upinzani, alisema maneno ifuatayo: nani wasaidizi wangu kwa Mwenyezi Mungu? Nani wasaidizi wangu wa kunisaidia kutangaza dini ya Mungu? Endelea. Wanafunzi wake. Ati kina nani? Wanafunzi wa Yesu. Wanafunzi ambao ni wafuasi wa Yesu. Wakasema maneno ifuatayo. Wakasemaje? Wanafunzi wa Yesu wakasema, sisi ni wasaidizi wa Mwenyezi Mungu. Sisi ni wasaidizi wa kutangaza dini ya Mungu. Tumemwamini Mwenyezi Mungu. Wafuasi wa Yesu wanasema tumemwamini Yesu. Nashuhudia. Wewe Yesu uliyetufundisha, shuhudia. Nashuhudia kwamba, na ushuhudie wewe Yesu sisi wanafunzi wako ya kwamba sisi hakika ni Waislamu. Subiri sasa. Hao Waislamu dini yao inaitwaje? Uislamu. Imeandikwa wapi Uislamu ni dini? Sura ya 3 aya 19. 3:19. Sasa wanafunzi wa Yesu tushawapata, dini yao ni Uislamu na ni wafuasi wa Yesu, wao ni Waislamu. Sasa hii ili iwe ni uongo, ipatikane aya wanafunzi wa Yesu dini yao ni Ukristo, ndo hii ifutike. Ikikosekana hii itabakia ndio ya haki mpaka siku ya Kiyama, mpaka mlete ambayo itabatilisha hii, na hakuna, kwa sababu Qur'ani ndo wahi ya mwisho. Hakuna wahi baada ya Qur'ani. Soma hiyo. Inasema elimu. Bila shaka. Dini ya haki. Hii dini ambayo wanafunzi wameifuata ambayo ni ya Waislamu inaitwaje? Mbele ya Mwenyezi Mungu. Ni gani? Uislamu. Uislamu. Dini yao Uislamu. Wao ni wafuasi wa Yesu. Jina yao Waislamu, dini yao Uislamu, wafuasi wa Yesu. Sasa toa ya kupinga hii. Nyinyi wafuasi wa Yesu, sasa toeni nyingine ambayo ya kupinga hii ya wanafunzi. Iseme wafuasi wa Yesu dini yao ni Ukristo, mpe anaye. Umefundisha mzuri na mimi nakubaliana na kila kitu umefundisha kabisa. Kijana, habari yako? Haya, njoo. Mpatieni kiti huyu. Huyu anakaa kama wakusilimu leo. Hebu kaa huko. Anakaa ni wakusilimu. Kaa huko. Umenielewa Jack? Nimekupata. Wafuasi wa Yesu kwa mujibu wa Qur'ani dini yao inaitwaje? Umesema ni na wa Muhammad kwa mujibu wa Qur'ani inaitwaje? Uislamu. Wewe ni mfuasi wa nani? Wa Yesu. Dini yako? Dini yangu? Kabla sijaendelea kidogo lazima ikuguliwe. Si Google. Unajua umetoa hapa umesema wafuasi wa Isa ni Waislamu, dini yao Uislamu. Sasa unajua mimi kitu najua, Isa na Yesu si mtu mmoja. Isa na Yesu si mtu mmoja. Okay. Wako anaitwa Yesu, si kweli? Ndio. Wewe ni mfuasi wake, sawa? Ndio. Wewe mfuasi, dini yako ni gani? Mimi? Nitolee tu na nilazimishie hiyo dini, nitolee kwa hiyo Biblia. Nini? Kuna wali Yesu anasema dini yake. Ndio huyo. Yesu. Yesu. 4:1 Timotheo wa kwanza. Yesu ni Timotheo. 4:1. Anataka kujua kuna mahali
umetaja dini ya Yesu? Naam, imetajwa. Sasa tunatafuta jina. Tushakubali Yesu dini anayo, tunatafuta jina la hiyo dini sasa. Jack Chirac, hapo utatoa jasho bure tu. Mpaka useme mimi ni mpagani, sina dini. Mpaka useme hivyo. Usiposema lazima utoe dini ya wafuasi wa Yesu inaitwaje? Timotheo wa kwanza 4:1. 4:1 Timotheo wa kwanza. Inasemaje? 4:1 Timotheo wa kwanza. Inasema hivi mwalimu. Naam. Inasema mwalimu, naifikia tu mara moja. Harakisha. Timotheo wa kwanza 4:1 usome. Soma hiyo imprimanto. Hii ndio nilikuwa naifungua, sasa wanataka kuninunua. Yote ni Biblia. Hii ni kubwa, hii ni ndogo. Bata wa Galatia. Timotheo wa kwanza. Sasa kwa ufupi, wafuasi wa Bwana Yesu kwa mujibu wa Qur'ani ni Waislamu, dini yao ni Uislamu. Ili hii iwe ni uongo, ili hii ya Qur'ani iwe uongo, ipatikane nyingine itakayosema wafuasi wa Yesu dini yao ni Ukristo. Ikishapatikana basi hii itakuwa ni uongo, hiyo ndio kweli. Lakini haitopatikana, tuna uhakika 100%. Qur'ani imeshataja na hiyo ndio inabaki ni final. Qur'ani ishasema na hiyo ndio mwisho, hakuna nyingine. Soma hiyo. Mwalimu nasema, wewe sikiliza Jack, nipige mchuzi ama moja kwa moja? Piga mchuzi ndio aelewe vizuri. Mchuzi nasema hivi, ugali mkavu huyu itamkaa mako. Soma mchuzi. Katika siku za mwisho, katika siku za mwisho watu wengi kama kina Jack Chirac watamwasi Kristo, watamwasi huyu Yesu na nini? Dini yake. Mpe anaye. Inaitwaje? Wamesema watamwasi Yesu na dini yake. Na dini yake. Sasa swali ni hii. Watamwasi Yesu na nini? Dini yake. Ili hiyo hujamwasi Yesu na dini yake. Hiyo dini yake inaitwaje? Dini yake ndio hii. Na ndio nilitoa mara ya kwanza. Jina yake. Dini yake ina jina. James 1:27 ndio dini yake. Jini yake haina jina. Subiri tukubaliane. Ama jina iko. Subiri. Dini yake kwa mujibu wa Uislamu ni Uislamu. Umenipata vizuri Hii yenu ya Ukristo mlitoa wapi? Sasa yetu ya Ukristo. Hata hii Quran 5:47 ituambie. Ati nini? Quran 5:47 haitaji Ukristo. Wacha tu itueleze kitu hapa. Sawa. Kwa Qur'ani huwezi pata Ukristo hata kwa bahati mbaya. Hata sijasema Ukristo. Mimi nauliza Ukristo, siulizi wa Kristo. Hata mimi wewe umekuja na mimi hata hiyo sijui. Kwani hujasoma CRE? Mimi? CRE? Nilisoma. Wewe ulisoma hii moja. Wakati ulisoma CRE, ulisikia kitu inaitwa Christianity, uliona? Mimi nilisoma Christians. Christianity? Nilisikia lakini ilipita. Inaitwa CRE. Maana yake ni Christianity Religious Education. Na hii nyingine inaitwa Islam Religious Education. Hii Christianity ambayo imetajwa ndani ya CRE mtupatie kwenye Biblia. Sasa wewe ndio umekuwa ukielewa Christian vibaya. Christian inamaanisha hivi? Sina shida na tabia ya Kristo. Sina shida na Christian. Christian ni wafuasi wa Christianity. Umenipata vizuri? Kama mimi mmoja kidogo. Hii Christianity ndo dini, Christians ni watu. Ndio. Ni kama vile Islam ni dini, watu wanaitwa Muslims. Umenipata vizuri? Muslims ni watu, dini yao Islam, ni wafuasi wa Muhammad. Si sawa Sawa. Nyinyi mnaitwa Christians, dini yenu Christianity, wafuasi wa Yesu. Sawa? Dini wewe sasa ndio umeongezea. Hii Christianity imetajwa wapi basi? Si ndio wao nitolee kwa Biblia Jona nilazimishia hiyo. Neno Christianity kwa Kiswahili ni nini? Wa Kristo. Christians. Ukristo. 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 Toa kwa Biblia. Sasa si wewe ndio unanilazimishia. Sasa si CRE. Toa. Usipotoa, mimi sijasoma CRE. Usipotoa, omba serikali iondoe kwenye CRE. Hiyo ni mambo yao. Iandike Nameless Religious Studies kwa sababu ina jina. Umenipata vizuri Itole ile neno Christianity itolewe. Ndio kila mahali mtu akionekana dini yako ni gani unasema haina jina. Ukiulizwa na mtu dini yako ni gani unasema haina nini. Okay, Muslim kwa Kiswahili inamaanisha nini? Muslim Uislamu. Islam Uislamu. Umenipata vizuri Followers of
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na not only Muhammad but the followers of generally all the messengers of Allah. Wakati nataka kusoma hii, nataka tusome mbili alafu nipatiane. Nishakuelewa, mpatie. Naomba tu nisomee andiko moja. Tafuta Ukristo. Mbona utaki hii somo? Nitasoma, mpe. Tafuta Ukristo. Ukishapata uniambie. Mpe next. Haya, kwa hapa. Narudi kwako, sijamalizana. Huyu ashazungumza. Bado ndio nauliza swali. Si uliuliza? Bado. Uliza ni kujibu. Sawa. Mimi nataka nisomee andiko tatu. Moja, haturuhusu tatu. Moja, sawa. Sawa, nataka nisomee Quran 6:128 alafu nikuulize swali. Nilikuwa nataka ndio swali yangu ikuwe complete. Kila mtu aelewe. Aya moja tu. Wacha asome mbili basi ndio sababu. Aisomo mbili, inasomwa moja. Sawa, wacha asome hiyo 6:128 Quran. Pia kusomee. Sawa. 6:128 uliza swali. Kwa nini unabai time usome maandiko mengi? Soma hiyo aya, aulize swali, ni mjibu, niende next. Na Abuja leo hajakuja. Ako islitu. Alikula kiboko. Fikisheni taarifa. Soma hiyo. Inasema mwalimu. Wani 6:128. Na wakumbushe siku atakapokusanya watu wote. Awaambie, enyi makundi ya majini, hakika nyinyi umechukua wafuasi wengi katika wanadamu na makafiri wao katika wanadamu. Awangamie, asema Mwenyezi Mungu. Asema Mwenyezi Mungu wetu, tulimfainisheni sisi na wao. Tufikieni muda wetu uliowekwa, basi Mwenyezi Mungu atasema, moto ndio makazi yenu, mtakao humo milele. Mpe swali hapo. Sawa, nilikuwa nataka kuambatanisha ndio waelewe, lakini sawa vile umesema. Katika hiyo aya Mwenyezi Mungu ataambia makundi ya majini. Kila kundi, yani anamaanisha makundi yote. Makundi. Hiyo yote ndio umeweka. Subiri kidogo. Ataambia makundi ya majini na watu, ingieni motoni. Swali yako. Sasa amesema makundi ya majini na watu wote. Hiyo wote wewe ndio umeongeza. Sawa. Mimi swali yangu iko hapa, hata tusienda huko. Imesema makundi ya majini na watu, ingieni motoni. Swali yako? Swali yangu ni makundi ya majini yataenda motoni. Na Qur'ani kuna sehemu ya hiyo kundi ambao wamesilimu. Na hapa ni makundi. So ni kundi gani? Haya, mpeni kujibu. Ameuliza vizuri. Hii makundi wanaoenda motoni ni makundi gani? 32:13 Qur'an. Kishafika mwalimu. Soma. Anauliza polisi kiagas. Soma mwalimu. Inasema na tulitaka mwalimu anasema na tungelitaka tungempa kila mtu uongofu wake kwa lazima kama tulivyowapa malaika. Lakini binadamu amewapea huria ya kufanya watakalo, lililo jema na baya. Lakini sikiliza sasa, lakini imehakika kauli iliyotoka kwa Mwenyezi Mungu kwa yakini itaijaza jahannam. Sikiliza wewe, nitaijaza jahannam kwa wote hawa majini na watu ambao hao ni kina nani? Wabaya. Unaona, subiri kidogo. Kwa hivyo wale watakaopeleka motoni ni wale wabaya, na majini wana kundi mbili, wabaya na wema. Wabaya motoni, wema peponi. Qur'ani 14:22 Suratul Ibrahim. Wewe sikiliza, wabaya na wema. 14:22 Suratul Ibrahim. Soma mwalimu. Inasemaje? Inasema kama ilivyoandikwa. 14:22. Naam. Na shetani atasema. Na shetani siku hiyo akichomwa pamoja na majini wenzake atasemaje? Itakapokatwa hukumu ya wema kwenda peponi na wabaya kwenda motoni. Mpe.
Wema wanaenda wapi? Wanaenda peponi. Wabaya wanaenda wapi? Motoni. Majini na Lakini hiyo majini na watu. Hiyo majini wabaya wanaenda wapi? motoni. Kulingana na hizo aya. Majini wazuri wanaenda wapi? Peponi. Kulingana na hiyo aya. Watu wabaya, subiri. Watu wabaya wanaenda wapi? Motoni. Watu wazuri wapi? Kulingana na hiyo aya umetoa. Watu wazuri wanaenda wapi? Ni peponi. Wewe ni mzuri ni mbaya? Mimi sasa siwezi kuchukumu sasa na siwezi kujitetea kwa sababu Mungu wewe ni mzuri au ni mbaya ndio kulingana na vile najijua sio hivyo vile unanijua na kulingana vile nakujua wewe ni katika watu wazuri ama ni katika watu wabaya kulingana na mimi lazima niseme mimi ni mzuri lakini vile watu wananichaji na unaenda peponi kulingana na kuamini kwangu. Haya, wacha tuulize Qur'ani. Qur'ani kuna mtu hapa si Muislamu anasema yeye ni mzuri anaenda peponi. Qur'ani unasemaje 40 40 nasema. Sikiliza hapo. Inasema 40. Sharti ya kuingia janna ni uwe Muislamu. Kama wewe si Muislamu automatically wewe ni mbaya kwa sababu umetangaza vita na Mungu. Umetangaza vita na Mungu tayari kwa macho ya Mungu wewe ni mbaya. Lakini macho yetu sisi wewe ni mtu mzuri. Sisi kama mimi ningekuwa na janna kwa mkono yangu ningekwambia ingia kwa sababu wewe rafiki yangu mtu mzuri tunaishi pamoja kweli uongo lakini kwa mtazamo wa Mwenyezi Mungu mambo ni tofauti wewe kwa Mwenyezi Mungu ni adui kwa sababu umemkataa sisi kwa wanadamu tunasaidiana Waislamu na Wakristo wanaishi pamoja wanafanya muamala pamoja wanafanya biashara pamoja ana duka yake anauza vizuri Mkristo anakuja ananunua mwenye ananunuliwa vitu vyake Mkristo ananunua akiwa na pepo mkononi atampa kweli uongo kweli mwalimu lakini pepo sio yetu nani anapeana janna Allah ni Allah na wewe sasa tayari kwa Mungu wewe ni mbaya kwa sababu sharti hujafunzu sharti yenyewe ya kuingia peponi ni gani sikiliza hapo inasema mwalimu inasemaje afanye ubaya atakayefanya ubaya hatalipwa ila sana huo uovu wake atakayefanya ubaya hatalipwa isipokuwa sawa na hiyo uovu wake afanye mema kama huyu ukifanya mema huyu ni mtu mzuri amefanya mema mengi sana endelea akiwa ni mwanaume huyu naye ni mwanaume au mwanamke naye sharti ndo hii naye ni Muislamu kama wewe si Muislamu hiyo ni habaan manthura haisabiki mema yako lakini ukiwa Muislamu endelea basi hao wataingia peponi warizikiwe huma bila hesabu mpe anaye sharti ya kuingia peponi lazima uwe nani Kulingana na hiyo haya lazima uwe Muislamu. Na wewe ni Muislamu? Unaweza niruhusu kidogo. Na wewe ni Muislamu? Mimi si Muislamu. Kwa hivyo uingie wapi? Lakini nataka nasema hivi, kulingana na hiyo haya sitaingia. Wapi? Peponi. Wacha sasa nikupate kidogo moja alafu. Wacha kidogo. Hauingii wapi? Kulingana na hiyo haya siingie peponi. Na huko peponi nani yuko? Mko huyo? Mungu ndiye yako. Si mwalimu, sio Mungu ni Yesu. 23:43 nikupe nafasi. 23:43 Luka. 23:43. Manake Wakristo wote Yesu hawatamuona. Yesu yuko peponi na sharti ya kuingia peponi ni uwe Muislamu. Kama Yesu Muislamu, Yesu peponi hutampata. 23. 43 Luka. Papatia mwalimu kule kiti. Nasema mwalimu, wewe sikiliza hapo. Soma. Inasema mwalimu. Yesu akawaambia, amini nakwambia. Leo hii utakuwa pamoja nami Yesu. Wapi? Peponi. Mpe. Anayo. Kwa mujibu wa hiyo andiko Yesu yuko wapi? Peponi. Na sharti ya kuingia peponi kwa mujibu wa Qur'ani wewe nani? Lazima uwe Muislamu. Kwa hivyo wewe kwa kuwa si Muislamu hautaingia wapi? Kulingana na hiyo sitaingia peponi. Na hutamuona nani? Nitamuona Yesu. Sawa. Wacha sasa nikupea andiko moja. Sawa. Wacha nikupea andiko moja nitoke. Unatoka unaenda wapi? Sinapea mwingine. Unasilimu? Namaanisha napea mwingine. Unasilimu? Sawa. Wacha niulize alafu toa andiko. Nataka nisomee hii tafsiri ya Barwani kwa sinaruhusiwa pia. Nini inaruhusiwa? Hii Qur'an tafsiri ya Barwani. Anisomee 2:62 alafu nakusomee. Sawa. 2:62 msomee. Isoma Barwani itamfanya Muislamu. 2:62 inasema mwalimu. Kisha nashangaa Mkristo anatafuta janna kupitia Qur'ani, hataki Biblia. Ungetafuta hiyo janna kupitia Biblia, utafute haya. Kwa Biblia hakuna mahali inasema Wakristo wataingia uzima wa milele ama peponi, hakuna. Kwa Qur'ani alhamdulillah Waislamu tushahidiwa janna tunaingia. Soma hiyo. Inasema mwalimu. Wacha tuone kama Qur'an itaingiza peponi hao. Naam. Inasemaje? Hakika walioamini na Mayahudi
Hakika wale walioamini. Hakika walioamini. Mayahudi. Soma ilivyoandikwa mwalimu. Hakika walioamini na Mayahudi. Soma kama ilivyoandikwa. Ndio hivyo mwalimu. Soma baruani. Inasema hivi mwalimu. Naam. Hakika walioamini na Mayahudi. Soma ilivyoandikwa. Sio waliamini. Walioamini sio waliamini. Unasoma vibaya. Hakika walioamini. Sio walioamini. Haijashikanishwa. Usishikanishe. Walio kando, amini kando. Usishikanishe. Ni word mbili different. Soma sasa. Hakika walio amini. Uko sawa sasa. Endelea. Na Mayahudi. Kuna wale walioamini kwanza, kisha kuna Mayahudi na Wakristo na Wakristo na Wasabai. Yoyote katika walioamini, yoyote katika hao. Endelea. Walioamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho. Haya mwalimu. Mwalimu iko hivyo. Hakika endelea. Narudia tena. Herufi baada nyingine mwalimu. Na Wakristo na Wasabai. Yoyote atakaye muamini. Sasa si ulikuwa unaruka. Atakaye muamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho na akatenda mema, basi watapata malipo yao kwa Mola wao na mlezi, wala hawatakuwa. Haya. Batie. Shida yako nini kwa haya? Kwa hiyo haya kuna watu wametajwa hapo. Na yoyote kati yao atakaye muamini Mwenyezi Mungu. Atakaye muamini nani? Yoyote kati yao atakaye muamini Mwenyezi Mungu. Awe Mkristo, awe Myahudi, awe Muislamu. Kabisa. Malipo yao itakuwa mema. Haina so wataenda peponi kwa sababu ngoja kidogo. Hawatakuwa na hofu. Haijasema wamemwamini, inasema atakaye fanyaje? Atakaye muamini. Atakaye manake bado. Subiri nimalize. Bado hawakumwamini, lakini atakaye muamini Mwenyezi Mungu atapata mema. Swali subiri. Mimi siko hapo. Wametajwa walioamini, Mayahudi, Wakristo, Wasabai. Yoyote katika hao atakaye muamini Mwenyezi Mungu atapata mema. Atakaye manake bado, lakini wakishamwamini Mwenyezi Mungu atapata nini? So mimi si muamini. Wewe unamwamini Mwenyezi Mungu? Namwamini. Ni ngapi? Si hata Biblia inasema ni moja. Biblia inasema ni moja. Unamwamini Mwenyezi Mungu ni ngapi? Ngoja kidogo. Mwenyezi Mungu ni ngapi? Si Mungu ni moja. Kwani unaamini yeye Mwenyezi Mungu ni mmoja? Hata Biblia inasema. Asema hivi, sitauliza Biblia. Wewe ndo nani? Haijasema Biblia. Subiri, aya haijasema Biblia. Aya imesema atakaye muamini nani? Mwenyezi Mungu. Wewe unamwamini Mwenyezi Mungu? Mimi namwamini. Ni ngapi? Kwani Mungu ni wawili mwalimu? Sitauliza ni wangapi, nakuuliza wewe. Unaamini Mwenyezi Mungu ni wangapi? Namwamini Mungu ni mmoja. Mpo huyo sasa tuulize. Tunapima sasa. Kama unaamini Mwenyezi Mungu ni mmoja, unafaa kuwa nani? 21:108 Qur'an. 21:108. Antuminu billahi. Sasa ndio hiyo sasa. Sasa ashasema anamwamini Allah. Sasa tunapima kweli anamwamini ama bado. 21:107. 21. Enda 108. Tunataka kupima kama anamwamini Mwenyezi Mungu mmoja huyu. Sio kumwamini tu Mwenyezi Mungu, labda ni watatu. Ni mmoja peke yake na amesema ni mmoja. Soma hiyo. Inasema mwalimu. Inasemaje? Sema. Wewe. Usomesema unamwamini Mwenyezi Mungu mmoja. Sikiliza sasa hiyo aya ndio inakupima. Sema. Sikuletea wahi. Sikufunuliwa. Ila ya kwamba Mungu wenu ni Mungu mmoja tu. Mpe. Unaamini Mungu wetu ni Mungu mmoja tu? Mwalimu. Unaamini ama uamini? Si kupishana. Nimekuambia mwanzo, naamini Mungu ni mmoja. Hata kitabu yangu inasema. So kuniambia hatubishani. Usifanye kama kwamba uko guilty. Kubali tu naamini. Nini nitakukata? Rudia tena. Inasema useme sio ubishani. Tatizo nenda sokoni. Weka vitabu kando. Soma tena haya. Alafu mwalimu jioni mpatie Biblia aende nayo. Atatuletea. Soma tena. Inasema mwalimu. Inasema. Sema. Sikuletea wahi. Sikufunuliwa. Ila ya kwamba naam, Mungu wenu ni Mungu mmoja tu. Mpe.
Mungu wetu ni Mungu mmoja, unaamini? Hiyo ni kitu naamini. Sasa aliza sasa. Je, sasa ndio unaulizwa kama umeamini kweli? Je, umesilimu? Mpe. Ukiamini Mungu mmoja, next ni kufanyaje? Mwalimu, hadi kusilimu. Nasema hivi. Kwa mujibu wa Qur'ani, ukiamini Mungu ni mmoja, next ni kufanyaje? Kusilimu. Ashhadu. Sawa, nikuulize. Sawa. Ashhadu. Mwalimu, nisikize. Nisikize mwalimu. Kusilimu si kuchukua saada. Muhammad alichukua saada. Kusilimu ni kunyenyekea. Sema ashhadu. Si ati kuchukua saada. Muhammad hakuchukua saada. Ni kunyenyekea kwa Mungu. Sema ashhadu. Hiyo ni kunilazimisha na kitu ambacho hata Qur'ani inakataa. Mimi na nimenyenyekea.